Haya ni maonesho ya kimataifa ya kilimo Nane Nane mwaka 2026. Maonesho haya yamebeba kauli mbiu inayochagiza tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Na kwa bahati nzuri maonesho haya yamepata fursa ya kutembelewa na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari. Ametembelea baadhi ya mabanda ya wadau wanaoendesha mnyororo wa thamani wa kilimo maeneo tofauti tofauti, na baada ya kuyatembelea akawa na ujumbe mahususi. Waziri, watendaji wote wa Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kiwenyeji wetu vile vile mkoa na wilaya ya Dodoma na wengine wote. Kwanza na mimi Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nitoe shukrani kama ambavyo nimetangulia kusema asubuhi kwa mwaliko kwa kwamba leo nije kuwa mgeni katika kutembelea maonesho yetu haya ya 33 ya kilimo maarufu Nane Nane. Pili, nikupongeze, naomba pia tuwe fursa hii kupongeza dhati kwa maandalizi yote ambayo nimeyaona katika maonesho haya. Kwa hakika ni maonesho ambayo nitasema yini wadau pengine Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema vile vile, lakini vyote vile amefahamu azma ya kufanya maonesho haya, kuonesha fursa zilizopo za kilimo, kuonesha kazi ambazo tunaendelea kuzifanya katika sekta ya kilimo, sekta kwa ujumla wake, kwa maana ya kilimo cha mazao, kilimo cha kwa upande wa mifugo na uvuvi, kote kunaonekana tunapiga hatua na tunakwenda vizuri. Kwa hiyo kile ambacho kimekusudiwa kuoneshwa hakika kimeonesheka. Kwa hiyo tuko vizuri. Mingine ile yasema wakati tunatembea katika maonesho, moja, haja ya kuendelea sote tuendelee kufanya kazi kwa pamoja. Badala ya kusema mimi niko kilimo, mimi niko fedha, mimi niko mifugo, mimi niko viwanda, tunahitaji kuendelea kuwa na mtazamo wa pamoja kwenye maendeleo ya uzalishaji katika sekta ya kilimo, lakini pamoja na uchakataji na usarifu wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, pamoja na huduma ambazo zinaambatana na hili, hasa wenzetu wa sekta ya fedha. Wanakumbuka tutembelea Benki ya Maendeleo ya Kilimo, ulisema kuna maeneo ambayo serikali imeweka mkazo, kwa hiyo wote sisi tunapaswa tujielekeze katika maeneo haya. Lakini kazi kubwa ya utafiti ambayo inaendelea inapaswa tuendeleze. Inaonekana kuna baadhi ya maeneo na changamoto wala sio kubwa sana. Kwa mfano tupitembelea TALIRI, ukisikiliza kiwango cha fedha ambacho kinahitajika, ambacho pengine tungewekeza, inawezekana kama ni game changer, ikaleta mageuzi makubwa katika upande wa fugo. Na ukisikia ni kitu ambacho kinajigharamia chenyewe, kiwekeza leo fedha zitarudi, alafu naweza tukaendeleza. Kwa hiyo tunahitaji wote kwenda kwa pamoja. Lakini nimekuwa impressed sana vile vile na kazi ya ufugaji wa samaki. Na bila shaka tunajua kwamba samaki ni moja ya chanzo muhimu sana cha lishe, hasa ya protein kwa watu wetu. Bila tumekuwa tukitumia maharage hizi jamii ya legumes, maharage, kunde na vitu vingine mbaazi, lakini tumekuwa tukitumia nyama ya wanyama, uzi, kuku na vingine, lakini bado samaki imeendelea kuwa chanzo kikuu cha protein, cha lishe ina protein kwa watu wetu. Lakini uzalishaji kwa tumetegemea wenyewe wa kusema uvue baharini au katika maziwa yetu umeendelea kupungua kwa sababu moja au nyingine. Sasa hivi wimbi la kuongeza uzalishaji kwa kutumia ufugaji wa samaki na tija yake ambayo imeanza kuonekana, nadhani nalo ni eneo jingine la kuliendeleza kwa haraka vile vile. Nimefurahishwa na kazi ambayo inaendelea pale kwenye kituo chetu naita call center, lakini sema kwa ujumla wake cha ufuatiliaji na maeneo matatu yote anime. Ufuatiliaji kwa maana ya kuunganisha moja kwa moja na wakulima wale ambao wana changamoto ambazo zinawakabili, na inatusaidia kupunguza hata ile tatizo la maafisa wa ugani, kwa sababu popote mkulima alipo Tanzania anaweza kupiga simu kwa namba zile maalum akapatiwa majibu kutokana na changamoto ambazo zinamkabili. Kwa hiyo ni kazi ambayo ni nzuri na inapaswa iendelee. Upande wa pili wa ufuatiliaji hao maafisa wenyewe wa ugani, tunawakabidhi pikipiki inafungwa na GPS kuonesha location alipo, na kwa hiyo tunaweza kujua kazi ambayo inafanywa na maafisa wetu kwa kila siku, lakini in real time. Sasa hivi yuko wapi? Nimesema anakwenda kutoa huduma leo kwenye kijiji fulani, sisi inatuambia kama kweli yupo kwenye kile kijiji chenyewe. Kwa hiyo hii tunaongeza huduma wa wakulima wetu vile vile,
ni kitu ambacho tunapaswa tubebe nacho. Na la mwisho ni ile ufuatiliaji wa zana zetu za kilimo kwa upande wa hasa wa trekta. Kwa hiyo tuna matrekta yetu, kila ambaye amefua chombo kile anapoenda kufanya kazi anajulikana atafanya nini gani, nalo tunaendelea kumonitor kwa wakati ule real time tunapata kujua iko wapi. Lakini ndani yake kumejitokeza kazi za wajasiriamali wengi, na kazi zao ni nzuri. Bidhaa mbalimbali zipo tayari, inaonekana zinaendelea kuingia sokoni. Huku nako kuna maeneo ya kufanya kazi tena vile vile kwa pamoja, wote kwa pamoja. Kuna majukumu ya wenzetu wa viwango kuhakikisha kila ambacho kinazalishwa tunapofikisha sokoni kiwe na tusije tukawalaumu wao wazalishaji baadaye. Tokea awali tunafanikisha facilitative, tuweze kufacilitate waingie sokoni na bidhaa ambayo inaendana na matarajio ya soko. Lakini la pili, kuna kuhakikisha kwamba tunazifikisha kwa kiwango kwa idadi inayotakiwa, the supply side ambayo tunapaswa tu address vile vile. Kuna bidhaa nyingi hazijulikani sana, kuna aspect ya masoko ndani yake. Bidhaa nyingi za Tanzania za wajasiriamali wetu ni muhimu zinaingia sokoni, lakini kwanza hazifiki kwa idadi inayotakiwa, na pili watu hazielewi kama zipo. Kwa hiyo kama ulivyosema, nafikiri ujumbe wangu mkubwa ni kwamba hongereni, kazi kubwa inafanyika, lakini tunahitaji kuendelea kufanya kazi kwa karibu na pamoja. Kutambua soko sio tu kutambua, lakini nayo kuingia sokoni kwa ubora, kwa soko ni idadi, kwa idadi ambayo na idadi. Hapo unafotangua soko. Kwa tunazalisha, tunachakata kwa ajili ya kuingia nao, yeye ndio ndio mbele. Lakini kwa upande wa tija tumetulia sana. Unakuta sasa hivi nafikiri upande kwa mfano wa mifugo tumezoea kuswaga mifugo katika eneo kubwa. Mifugo michache haina tija. Kuzama tija yenyewe ni ndogo, lakini tulikuwa tunatumia ardhi kubwa sana. Tumekwenda pale kwenye maeneo utafiti, kuna aina ya malisho ambayo yatumika. Eneo dogo sana, eka moja unapata tani 60 za malisho wa ng'ombe angalau 30. Tija ndio hiyo sasa. Eneo dogo la ardhi, malisho makubwa, tija yake kubwa vile vile. Na mpira ya hiyo ya mwaka 2030 ya mwaka 2050 tuna kazi kubwa ambayo tumekuwa tukisema ya kuleta mageuzi makubwa ya kesho. Lakini mageuzi yote ya kiuchumi lazima yatabebwa na sekta ya kilimo. Nazungumzia sekta kwa maana ya maeneo manne ya kilimo: ni mazao, ni mifugo, ni uvuvi na misitu. Leo hatukuzungumza sana na misitu na mazao ya misitu, lakini nayo ni sehemu ya sekta ya kilimo. Huku ndo kutatokea vuguvugu la mageuzi ya kiuchumi ambayo tunatarajia. Kama ni uendelezaji wa viwanda, kwa kiasi kikubwa itachangiwa na sekta ya kilimo, bila shaka na madini na maeneo mengine, hasa upande wa extractive industry. Lakini mageuzi haya ambayo yanatarajiwa, dira yetu kuleta kile kipato ambacho tunakitarajia cha angalau kila Mtanzania kwa wastani ana kipato cha $7,000, zile huko kunatokana na mageuzi hapo. Hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari kutoka katika VIP lounge hii ya Wizara ya Kilimo, ambao ndio waratibu na wasimamizi wa maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 mwaka 2026. Amegusia masuala mengi katika mazungumzo yake, na kikubwa amesema fursa kubwa kwa wafugaji wa samaki, lakini wajasiriamali na kuwezesha upatikanaji wa zana za kisasa za kilimo. Hayo ndio mengi yameweza kujitokeza, lakini endelea kufuatilia msimu huu wa 88 2026. Yapo mengi ambayo tutakuwa tukiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Dr. John Samuel Malechela, ni Dodoma, kanda ya kati. Mimi ni Godfrey Kusolo, asante.